MC Garabii ameweza kuvunja ukimya juu ya kile kilichotokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025 katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani hapa nchini Tanzania, ambako MC Garabii ametupa lawama kwa media za Tanzania kukaa kimya juu ya kile kilichotokea tarehe 29, tarehe 30, tarehe 31, tarehe 1 hapo, ambako wamelaumu sana media za Tanzania kwamba zimekaa kimya na watu wamekuwa wakitegemea media za nje kupata ripoti ya matukio mbalimbali ambayo yanaendelea nchini. MC Garabii anaraumu kwamba kwa nini media zimekuwa zikitoa matokeo ya uchaguzi, zimekuwa zikitoa kampeni za uchaguzi, lakini kwa nini media zimekaa kimya juu ya vifo ambavyo viliweza kutokea tarehe 29, 30, 31 juu ya vijana ambao walikuwa wakiandamana, ambako MC Garabii anasema au kimya kwa media za Tanzania katika hii issue ya kisiasa ambayo imeweza kutokea unaongea vitu vingi sana. Huo kimya unaongea vitu vingi sana. Anasema how come tumekuwa tukitegemea media za nje ili kupata kila ambacho kinatokea katika nchi yetu wenyewe? Kwa nini tumekuwa tukitegemea kupata taarifa kutoka katika vyombo vya nje juu ya kile kinachotokea katika nchi yetu wenyewe? Anasema our screens zimekuwa full kuripoti kuhusiana na matokeo ya uchaguzi, lakini hawaripoti kuhusiana na maisha ya watu waliopotea. Wamekuwa wakiripoti kuhusu issue nzima ya campaign, lakini hawaripoti kuhusu machafuko ambayo yametokea. Anasema hii inaogopesha na ina disappoint sana. Ni kitu ambacho MC Garabii anasema haamini kwamba hii ndo nchi yetu wenyewe. Akamaliza kwa kuweka emoji ya upendo kuvunjika. Hii ni broken heart, lakini pia na bendera ya Tanzania.